Huyu ni bimdada Amu, leo anakutanishwa na mwamba anayetambulika kwa jina la Ravi. Hawa ni watu ambao walikuwa wanafahamiana, yani kifamilia. Ravi alikuwa ni inspekta wa polisi katika mji mmoja, lakini leo baada ya kuweza kuzungumza na bimdada na kuelewana, bwana, ndoa inapita na maisha mapya yanaanza. Mapenzi alikuwa ni motomoto sana. Hakika bimdada akaona mbona mchizi kachelewa sana kuja kwenye maisha yake. Kwa ufupi, mchizi alikuwa anamuonyesha bimdada mapenzi ya kweli, lakini pia hata bimdada naye alikuwa anajitahidi sana kumwangalia vizuri mume wake, kwani hata chakula cha mchana alikuwa anahakikisha anampelekea ndani kituo cha polisi. Hata maskari wenzake na Ravi akaona hakika nyinyi ni kapo mnaopendana sana, wengi wakatamani sana kuwa na ndoa kama ya kwao. Lakini pia hata bimdada Lini ambaye alikuwa ni jirani yao akawa anamueleza bimdada, hakika mume wako ni mtu mzuri sana. Amu yeye alikuwa tu anatabasamu. Leo Ravi anamuuliza mke wake, bwana, sasa tumeishi kwa kipindi kirefu, takriban sasa tunaenda kumaliza mwaka, ni zawadi gani ambayo unahitaji niweze kukupatia siku ya kumbukumbu ya kuweza kufunga ndoa? Dada anasema angefurahi sana endapo angepata cherehani Ravi kutokana na upendo alionao kwa mke wake. Leo bimdada cherehani mpya inafikia mikononi mwake, hakika akafurahi sana. Basi umbea ukawa ni mwingi sana baina yake pamoja na jirani yake, lakini pia shughuli zikawa zinaendelea za ushonaji. Hatimaye bimdada siku moja akasahau kupeleka chakula cha mchana kwa Ravi. Mchizi anampigia simu anamuuliza bimdada. Amu ikabidi amdanganye mume wake na kumweleza chakula kimechelewa kuiva. Cha kushangaza, baada ya kukipeleka kituoni, mume anakisusa, anasema yeye kwa sasa hahitaji kula, kwani anaona kwa sasa mke wake mapenzi imepungua baada tu ya kupata cherehani. Amu akarudi nyumbani akiwa na huzuni sana, lakini pia hata wakati wa jioni mume baada ya kurudi, bimdada akawa anahitaji kumwandalia chakula, lakini mchizi anasema ya kwamba yeye hana hamu ya kula chakula cha mke wake. Sasa hili ni gubu ama ni wivu? Kama hiyo haitoshi, hata wakati wa usiku bimdada akawa anahitaji aweze kupatiwa huduma, lakini mchizi akamfokea sana na kumweleza, wewe hebu jikaze kidogo, siku moja moja unapotezea. Dada akashangaa sana, haya mambo yameanzia wapi? Mama mmoja leo kaja na binti yake akiwa na majeraha, anasema ya kwamba amepigwa na mume wake, hivyo anaomba msaada ndani ya kituo hiki cha polisi. Ravi anasema kutokana na uhaba wa maskari polisi, hivyo anaomba baadhi ya raia waweze kujitolea kupiga raundi mitaani kukamata wanaume ambao walikuwa wanatembeza vichapo kwa wake zao. Tukio likamfanya DIG kumpongeza sana mchizi, lakini pia hata wakati wa jioni yeye pamoja na timu yake bila kumsahau mke wake wakatoka kwenda kupiga 1, 2, 3. Lakini pia kwa bahati mbaya hapa mchizi baada ya kulewa akaanza kutoa madhaifu ya mke wake, akisema ya kwamba bwana, huyu mwanamke nyinyi mnaona kwamba tunaishi kwa upendo mkubwa, lakini ukweli wa mambo ni kwamba huyu mwanamke kwa sasa yuko bize sana na cherehani, hata chakula tu chenyewe kwa sasa niletei kwa wakati. Na mimi baada ya kugundua hayo mambo nikaamua kukisusa kabisa chakula chake, yani hata unyumba siku hizi hatupeani. Wakati wa kuondoka bimdada akamwakia sana mume wake, anamweleza, mbona umenidhalilisha sana mbele ya marafiki zako? Lakini mchizi anadai ya kwamba kitu alichokizungumza wala hakina ubaya wowote, bali tu ni kitu cha kawaida. Mzozano hapa na pale ukampelekea Ravi kumnasa kibao mke wake, lakini pia akamweleza, kutokana na ujeuri ulionao kuweza kujibizana na mimi, basi urudi nyumbani kwa mguu. Dada haamini macho yake, anaachwa katikati ya mtaa. Mchizi anaondoka na pikipiki, tena ulikuwa usiku wa manane. Bado anajiuliza maswali, huyo ndio yule mwanaume ambaye alikuwa anamwonyesha mahaba ama ni mwingine? Dada anamwakia mchizi, anamweleza, bwana, endapo ukirudia tena kunifanyia hivi sitorudi nyumbani kwako. Mchizi akawaka na kuinuka, anamfuata bimdada, anamweleza yeye hajuti kumpiga kibao, lakini anamuomba sana msamaha bimdada na kumweleza asije akathubutu kuambia wazazi wake, kwani kitendo hicho tu ameweza kukifanya kutokana na hasira alizokuwa nazo. Leo wazazi wa Amu wanafika kipindi mchizi ambapo alipokuwepo nje akiandaa samaki, anamsikia mke wake akilia kwa mama yake, anamweleza anajuta sana kuolewa na Ravi na hapa ndani ya nyumba wala hana furaha yoyote, hivyo anamwomba mama aweze kuondoka naye. Binti akaendelea kulia kwa mama yake, anamweleza jamaa alimpiga kibao, lakini mama anamweleza binti yake hata baba yake naye alishawahi kumpiga kibao huko mwanzoni, lakini mama anamtia moyo na kumweleza, ukihitaji mumeo asikupiga tena, basi mzalie mtoto kwa hatua hii. Hata kama ikitokea wewe ukigombana na mumeo, basi mtoto atakuwa faraja kwenye maisha yako. Mama anamaliza ushauri kwa kumweleza binti yake, fanya jambo lolote ambalo wewe unahisi ya kwamba litakuwa ni sahihi. Mama na baba wanaondoka, wanamwacha binti akiwa na maswali mengi, lakini pia hapa akaamua kupotezea kila kitu ambacho kimetokea baina yake pamoja na Ravi, akiamini kabisa mchizi atabadilika na maisha yao ya mahaba ni uwe mapenzi motomoto yatarudi tena kama mwanzoni. Amu leo kipindi ambacho alikuwa anamsaidia mume wake kuweza kujiandaa, bwana mchizi ikabidi aweze kuweka faili lake karibu kabisa na moto, sehemu ambapo bimdada alikuwa anapika masotojo. Kwa bahati mbaya faili silikashika moto. Mchizi
alitembeza mikanda ya kutosha kwenye mwili wa bimdada na kumwacha akiwa hoi binti Abani na kumsukumia lawama ya kwamba faili lile limeungua kwa sababu ya uzembe wa bimdada. Halo, dada akaona usinitania, akabeba begi akihitaji kuondoka ndani ya hili eneo, lakini akiwa stendi anakutana na ombaomba mmoja ambaye akamweleza bimdada ya kwamba katika maisha kuna machaguo mawili tu ambayo binadamu unahitajika uweze kuyafanya. La kwanza, uamue kuwa jasiri na kuweza kupambana na changamoto unazokumbana nazo kwenye maisha, lakini la pili ni kuamua kuzifumbia macho na kuishi nazo hivyo hivyo. Halo, lakini pia mchizi akamwambia bimdada amnunulie biriani. Wanagonga biriani huku stori zikiwa zinaendelea. Bimdada alikuwa anaongea kwa uchungu mkubwa akisema ya kwamba yeye wala hafahamu ni kitu gani ambacho amemfanya mchizi mpaka amshushie kipigo kama kile, lakini anachoamini akiendelea kumwonyesha upendo wa dhati, huenda siku moja Ravi akaacha kumtembezea kifinyo. Halo, ombaomba anamweleza bimdada, siku ukiwa tayari kufanya maamuzi njoo uninunulie tena biriani. Halo, Ravi anarudi nyumbani wakati wa jioni, anamkuta mke wake akiwa yupo na begi, anapiga magoti na kumwomba msamaha. Anamweleza bimdada, anamwomba ampatie nafasi nyingine. Halo, dada akakubali na kudanganyika na maneno laini ya mtaalamu wetu Ravi, lakini mlasembe huyu yeye bwana akamgeuza bimdada panchi begi, dada akimung'unya na kula makofi na hata akicheka ama akitabasamu bwana, kifinyo kilikuwa kinaendelea kama kawaida. Halo, kwa ufupi maisha anayopitia bimdada kwa sasa, ukimuuliza kuhusu ndoa huenda akakupatia majibu ambayo yakakukatisha tamaa kabisa. Leo afande mwenzake anasema mkewe ameweza kupata mimba. Hali hii kampelekea mchizi Ravi naye kutamani mke wake awe ana mimba, lakini dada anamweleza daktari kila kitu na kumwambia kwamba hahitaji kabisa kupata mtoto na huyu mwanaume. Anapatiwa dawa, bimdada anaenda kuzificha, lakini pia akawa anazimeza kila ambapo alikuwa katika siku za hatari. Lakini pia Ravi naye akawa anafuatilia sana kalenda ya bimdada. Halo, yani mchizi alikuwa yuko makini kweli kweli, lakini bimdada naye akawa anazingatia sana kumeza dawa. Cha kushangaza bimdada leo anaambiwa na daktari, bwana bimdada una mimba. Dada akashangaa sana, inakuwaje wakati dawa alikuwa na meza, lakini daktari akamweleza huenda mumeo aligundua huu mchezo na akaamua kukubadilishia dawa. Halo, huyu jamani shida. Leo kama kawaida mlasembe akawa anatembeza kichapo kwa bimdada, lakini wale wananchi ambao walikuwa wamejitolea kuweza kupiga patrol wakasikia mlio, lakini bimdada huyu hakufanikiwa kabisa kuelewa mlio huu ulikuwa unatoka katika nyumba gani, hivyo akaenda kugonga mlango wa mtaalamu wetu Ravi na kumwelezea, lakini mchizi akambwatukia sana na kumweleza aende akatoe taarifa kwa maskari wengine, yeye kwa sasa anakula bata na mke wake. Halo, yule dada asubuhi na mapema yeye pamoja na askari Satya wakawa wanapita mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba, kuwauliza wanadada ni nani ambaye usiku wa jana alikuwa anatembezewa kichapo. Hakuna mwanamke ambaye alitoa majibu ya moja kwa moja, lakini bimdada akawa anatamani sana kuweza kuwaita, na hatimaye baada ya kufika nyumbani kwake amu ikabidi awaeleze tena. Alikuwa anawaeleza huku akilia kwa uchungu mkubwa, lakini wengi wao walikuwa hawaamini kabisa kama kiongozi wao ana uwezo wa kutembeza kichapo kwa mke wake, ungali yeye ndio alikuwa ni mtu wa kwanza kuanzisha hizi kampeni za kuzuia unyanyasaji kwa watoto wa kike. Halo, dada akashauriwa yafungue mashtaka na kuyapeleka moja kwa moja kwa DIG. Bimdada baada ya kufika ofisini, yeye pamoja na Satya wanaelezwa waende wakajifiche kwenye chumba ambacho kwa sasa kilikuwa kitumiki, lakini kipindi ambapo alipokuwa hapa huyu askari bwana akauza mechi moja kwa moja. Mtaalamu wetu Ravi akafika ndani ya hiki chumba. Bimdada akashangaa sana, lakini Ravi akawa anamuuliza bimdada, je, nilishawahi kukutembezea kichapo? Mchizi alikuwa anauliza haya maswali huku kauminya mkono wa bimdada kwa upande wa chini. Dada kutokana na uoga aliyokuwa nao mbele ya askari polisi Satya ambaye alikuwa akajitoa kimasomaso kumsaidia bimdada huyu, anakataa kabisa na kusema Ravi hakuwahi kabisa kumtembezea kifinyo. Halo, Satya, Ikibali pamoja na bimdada Lini wakawa wanahitaji sana kumsaidia bimdada Amu, lakini yeye kwa sasa akaamua tu kujipatia matumaini mengine na kueleza hawa ungwana, hakika ninatamani sana niweze kulipa kisasi kwa huyu mwanaume, lakini kwa sasa ninajaribu kutafuta wakati sahihi ambao nitamfanya mwanaume huyu akiri mbele ya watu ni kweli alinitembezea kichapo. Halo, upande wa pili tunakutana na mfungwa mmoja anaitwa Prabhu. Huyu jamaa kwa sasa amepatiwa kifungo cha nje, lakini pia kosa lililomfanya aweze kuelekea gerezani ni baada ya yeye kuangamiza watu wawili, tukio ambalo limempelekea yeye pamoja na dada yake kuto kuelewana kabisa. Dada huyu mpaka hivi leo ameweza kumnunia kaka yake na kumwona sio mtu mzuri kabisa, lakini mwamba baada ya kupata hiki kifungo cha nje, lengo lake alikuwa anahitaji kuishi maisha ya amani, lakini pia alikuwa anatamani sana kuhudhuria kwenye harusi ya dada yake. Mchizi leo anakutana na bimdada kwenye kituo cha polisi, anamweleza hakika hiki chakula ulichobeba kinanukia sana, lakini pia kinanikumbusha chakula ambacho mama yangu alikuwa ananipikia kipindi ambacho nilipokuwa mtoto mdogo. Halo, dada akaishia tu kutabasamu, lakini mtaalamu wetu Ravi akawa
akawa anamnyanyasa sana Prabu. Kuna muda mwingine akawa anampatia kazi za kiwaki sana, ikiwemo kudeki vyoo. Halo Prabu leo baada ya kupiga kalinya, moja kati ya mlevi akawa anamtusi dada yake mchizi, akatembeza kifinyo. Kitu hiki ikampelekea Ravi kuweza kumtembezea sana kichapo mtaalamu wetu Prabu. Halo lakini pia akamweleza mchizi, kuanzia leo ninakatisha hiki kifungo chako cha nje, hivyo inahitajika urudi ndani ukanyee debe. Halo Prabu kwa hasira akamsukuma Ravi. Kitu hiki kampelekea Ravi kuweza kutembeza kichapo cha kutosha sana kwa mchizi na kuwafanya hata watu wengine ikiwemo pia bimdada ambaye alikuwa kaleta chakula kubaki akiwa anamhurumia sana huyu jamaa. Sauti inasikika, DIG anakuja, ikabidi waweze kuzima msala wote na kumchukua mtaalamu wetu Prabu kwenda kumfungia kwenye choo, lakini pia hata bimdada naye wanamfungia chooni. Mchizi hakujali kabisa ya kwamba alikuwa ni mke wake. Halo wakiwa mundani stori za hapa na pale, kwa kuwa Prabu alikuwa tayari ameshaelewa ya kwamba bimdada alikuwa anatembezewa sana kichapo na Ravi, hivyo wote wakatambua ya kwamba adui yao alikuwa ni mmoja, lakini pia wote walikuwa wanahitaji kuweza kulipa kisasi. Halo dada anamweleza mchizi ya kwamba yeye ana mipango, hivyo asubiri tu atamweleza ni kitu gani cha kufanya ambacho kitamfanya mtaalamu wetu Prabu aweze kulipa kisasi, lakini pia hata bimdada naye ili naye aweze kupata haki kutoka kwa mtaalamu wetu Prabu. Halo mipango ikaanza, kwa kuwa bimdada alikuwa anasaidiana na baadhi ya maskari polisi, wakamchukua mchizi na kumpeleka kwenye maeneo ambayo kulikuwa kuna CCTV. Prabu kutokea hapa akatoroka na bimdada akafanikiwa kwenda kumficha kwenye nyumba yao, sehemu ambapo Ravi na yeye walikuwa hawaitumii kabisa. Halo sasa Ravi kwa kuwa yeye ndo alikuwa anamsimamia sana mtaalamu wetu Prabu, taarifa inatoka kwamba endapo mchizi asipoonekana kuna hatihati ya yeye kuweza kupoteza kazi. Halo huku mume akiwa anahangaika, lakini bimdada yeye alikuwa anafanya kazi ya kupeleka chakula pamoja na maji kwa mchizi. Ravi alikuwa anahangaika sana kutwa nzima pamoja na maskari wenzake, akijiuliza Prabu atakuwa akakimbilia wapi. Pasina kuwa na majibu yoyote, mchizi alikuwa anarudi nyumbani akiwa akachoka hoi, zile nguvu za kumpiga mke wake akawa hana kabisa kwa sasa. Hii ikampatia nafasi bimdada Amu kuwa na furaha sana na kucheka wakati uliopita. Halo ndugu wa mtaalamu wetu Prabu akaanzisha mgomo pamoja na maandamano mpaka ndani ya kituo cha polisi, lakini pia vyombo vya habari navyo vikarusha matangazo vikidai ya kwamba inakuwaje mfungwa aweze kupotelea ndani ya kituo cha polisi. Halo Prabu anapata taarifa dada yake ameweza kumsamehe, lakini pia dada pamoja na mchumba wake leo anaamua kufunga ndoa mbele ya kituo cha polisi. Ravi pamoja na maskari wenzake walikuwa wanatarajia huenda Prabu akahudhuria kwenye hii harusi, lakini mbinu zao zinagonga mwamba, kwani mchizi kwa sasa alikuwa yupo pamoja na bimdada akipiga madiko tena nyumbani kwake. Halo kipindi ambacho wao walikuwa wanapiga madiko huku akifurahi upande wa pili kwa Ravi, kumbe alikuwa anawasikiliza kwa kutumia simu yake, kwani mchizi alikuwa katega kispika ndani ya nyumba yake ili aweze kusikiliza maongezi yote ambayo mke wake alikuwa anayafanya. Satia pamoja na Ikbali baada ya kugundua kwamba huenda mchizi wetu Ravi akawa kagundua kila kitu sehemu ambapo mtaalamu wetu Prabu alipokuwepo, wanamfikishia taarifa Amu, ambapo hapa mbio mbio anaamua kuhamisha makazi ya mtaalamu wetu Prabu na kumpeleka eneo lingine. Ravi baada ya kufika nyumbani na kumuhoji sana kwa nguvu zote, bimdada huyu hakuweza kabisa kumung'unya maneno yoyote, bali Amu aliongea neno moja tu ya kwamba kwa sasa yeye ni mjamzito. Halo Ravi baada ya kumpigia simu daktari anamthibitishia ili jambo, mchizi akabaki mdomo wazi, lakini pia wakati wa usiku akatoka upande wa nje na kuweza kusikiliza rekodi zote ambazo bimdada alikuwa anaziongea kipindi ambacho alipokuwepo humu ndani, lakini naye bimdada upande wa pili akaanza kutafuta spika ambayo mme wake alikuwa akaificha humu ndani na kufanikiwa kuipata. Ravi hakuamini macho yake, yani mtu ambaye alikuwa anamtafuta alikuwa akafichwa nyumbani kwake. Halo hii ni hatari bwana, wanawake akiamua kufanya mambo yao hakika huwa hawazuiriki kabisa wa jamaa. Prabu anarekodi video na kuirusha kwenye mitandao ya kijamii akimlalamikia mtaalamu wetu Ravi ya kwamba alimtembezea sana kichapo, hatimaye mpaka akawa hawezi kabisa kutembea. Lakini pia Ravi leo anamuuliza mke wake ni kwa nini alifanya mambo kama haya kuweza kumficha mtaalamu wetu Prabu ndani ya hili eneo, lakini bimdada bwana yeye akasema ya kwamba alifanya hivyo ili aweze kulipa kisasi. Na hapa Ravi akaanza kutamba, anamueleza bimdada, huenda kitu ulichokifanya hauelewi madhara yake ni yapi, kwani mimi ni mtu hatari sana, lakini pia nina uwezo wa kukufanya jambo lolote lile. Halo dada akawa anaendelea kumchokonoa huyu mchizi, jamaa akaendelea kujimaliza kuongea maneno mengi ya dharau na matisho, lakini pia kukumbushia matukio ya nyuma ambayo alishawahi kumfanyia bimdada. Lakini hatimaye mchizi anakuja kugundua ya kwamba maongezi yote ambayo alikuwa anayazungumza, kumbe bimdada alikuwa akamtegea spika na Prabu pamoja na Lini walikuwepo kwa mbali wakiasikiliza huku wakirekodi. Halo Prabu anaenda mpaka kwenye ofisi ya DIG, lakini Ravi naye baada ya kufika anazuiliwa kuingia ndani, anaambiwa asubirie nje. Mtu ambaye alikuwa akifika hapa
hapa anaingia moja kwa moja. Leo anaambiwa asubirie upande wa nje. Halo, akiwa hapa haelewi hili wala lile. Bimdada naye anafika ndani ya hili eneo. DIG baada ya kutoka anamuuliza Amu ni kwa nini amefanya haya mambo yote, kwani DIG kwa sasa alikuwa tayari ameshaipata ile rekodi nzima mtaalamu wetu Ravi alivyokuwa anatamba mbele ya mke wake. Amu alikuwa hana maneno mengi, bali alikuwa anamuuliza tu swali moja mtaalamu wetu Ravi, je, uliwahi kunitembezea kifinyo ama haukuwahi kunitembezea kifinyo? Ravi hakuamini macho yake ya kwamba mwanamke aliyekuwa anaishi naye ndani leo ameweza kumwangusha chini chakali. Kwanza amepoteza kazi, lakini pia sasa anaenda kwenye debe. Halo, Amu anaondoka akifua mbele, lakini kwa sasa alikuwa hatambui ni jambo gani ambalo anaenda kulifanya juu ya huyu mtoto wake aliyepo tumboni. Lakini anabeba begi mpaka stendi, anakutana na yule ombaomba, anamnunulia biriani, wanaanza kulipiga huku stori zikiwa zinaendelea. Sasa mimi nina swali, je, kitu alichokifanya bimdada ni sawa, yani kisasi cha aina hii, ama angetumia mbinu nyingine? Halo, nadhani kila mmoja huenda akawa na mtazamo wake, lakini hapa ndo nafika mwisho wa hadithi yetu. Na kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.